Kwa majina yangu naitwa Aziza Hamis Kambi. Nilikuwa diwani wa viti maalum halmashauri ya mji wa Babati. Niliyemaliza muda wangu siku chache zilizopita. Nimekuja kuchukua fomu leo tarehe 28 ya kugombea tena udiwani viti maalum halmashauri ya mji wa Babati. Vipi mimi nakuja hapo kwako? Ni kazi za rais wetu alizokuwa anazifanya. Rais amefanya kazi nzuri sana na kazi nyingi sana, hususan halmashauri yetu ya mji wa Babati ameleta pesa nyingi sana. Tumejengewa hadi shule ya wasichana ya shilingi bilioni 3, vituo vya afya kila kata, zahanati kila kijiji. Yaani nimependezwa niwasemee wanawake wenzangu, na pia ni kwa ajili ya juhudi za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Samia Suluhu Hassan. Nini matarajio? Matarajio yangu ni kuwasemea wanawake. Kuwasemea wanawake wenzangu. Mimi kwa jina naitwa Zainabu Omari Dodo. Ni diwani wa viti maalum niliyomaliza muda wangu. Ndio. Nimekuja hapo kwa ajili ya kuja kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya udiwani viti maalum halmashauri ya wilaya Babati. Kwa kifupi, awamu iliyopita ilikuwaje? Miaka 5 iliyopita. Miaka 5 iliyopita kwa kweli tumefanya kazi nyingi na pia tumepata miradi mingi, na hasa nampongeza mama yetu Mama Samia Hassan Suluhu kwa kutuletea fedha nyingi ya miradi. Nini matarajio yako miaka 5 hii hapa inakuja? Matarajio yangu ni kwamba tutafanya kazi zaidi ya hii tuliofanya na mama kwa ndani ya miaka 4. Ninaamini kwamba tutaendelea kufanya miradi mingi ndani ya kata zetu na vijiji vyetu, na hasa upande wa wanawake, na tunawatetea sana kwa ajili ya asilimia 4 ya wanawake, 4 ya vijana na 2% kwa watu wenye ulemavu. Pia tunaendelea kuwatetea. Lakini pia tunategemea kufanya kazi kubwa ya kuwanyanyua wanawake katika kata zetu na katika halmashauri yetu ya wilaya. Kwa nini umeamua kurudi kwenye viti maalum, hutaki kata wala jimbo? Mimi nimeamua nirudi kwa sababu napenda kufanya kazi na wanawake. Kazi nyingi napenda kufanya akina mama, pamoja na kuwa nafanya pamoja na zakata, lakini zaidi napenda kazi ya kina mama. Ndio. Mama wategemea mazuri zaidi. Na nategemea kuwafanyia mazuri zaidi ya haya tuliyofanya. Ndio. Kwa majina naitwa Lucy Maanda. Ni mgombea kwa leo. Leo nimechukua fomu mapema na bado napenda kuwatumikia wananchi, hasa wanawake pamoja na watoto. Na mara nyingi nimefanya kazi ya kutetea watoto na wanawake wanaofanywa ukatili. Kwa hiyo bado nina ule msukumo wa kuendelea kuwatumikia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akinijalia tarehe 20 mwezi wa 7, basi naingia kwenye kinyang'anyiro. Na nina imani kwamba wanawake wataniunga mkono. Kwa kifupi, umeonaje kipindi cha miaka 5 iliyopita? Kwa miaka 5 iliyopita tumefanya kazi. Kwanza nafurahia sana uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa awamu ya 6 tumefanya naye vizuri, miradi mingi imeingia. Na wanawake wanaokopa 10%, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu pia mikopo yao wamepata kwa wakati. Pamoja na kwamba tulikuwa na changamoto ya madeni makubwa, lakini halmashauri imepambana kufuatilia wale madeni sugu na 1% kubwa wamelipa mikopo. Kwa hiyo mimi bado na msukumo wa uongozi. Na ndio maana nimekuja zaidi msimu ujao. Tegemea mengi zaidi kutoka kwa wanawake na watoto. Wanawake na watoto kwanza wananitegemea mimi kufuatilia sana mambo ya ukatili, kwa sababu mambo ya ukatili, mtu mkatili mimi simfumbii macho. Hata kama ana undugu, hata kama ni mkabila mwenzangu, mimi na yeye ni jino kwa jino. Kufuatilia kesi mahakamani ya watoto waliofanywa ukatili, waliobakwa. Na pia nina kiu ya kuendelea kwa sababu ninalea watoto yatima na wenye mazingira magumu, wala sio kwamba najisemea kwa sifa, wako nyumbani kwangu na walea. Majina naitwa Verediana Francis Modamba. Natokea tarafa ya Mbugwe. Nimetia nia
Nimechukua fomu ya kugombea udiwani wa viti maalumu tarafa ya Mbugwe. Mara yangu ya kwanza. Nini kimekusukuma kuja huko? Nimenisukuma kwa sababu kwanza nimeanzia uongozi wa tawi, nimekuja kata, mwenyekiti wa UWT kata, na pia roho inanisukuma nichukue fomu ya udiwani wa viti maalumu. Nimeona na uwezo wa kuwatetea wanawake na watoto pamoja na jamii kwa ujumla. Kilichonisukuma kwa sababu kule kwenye kata najitahidi sana kuwasaidia wakina mama, watoto. Sipendi mtu aonewe. Hivyo nikasema nisonge mbele huku juu pia niweze kuwatetea. Kwa sababu pale tu kata haitoshi. Mchakato ukoje? Mchakato ni mzuri, katibu ametupokea vizuri na ametuhudumia vizuri. Unatumia muda gani kuchukua fomu yako? Nimetumia muda mchache sana kama dakika 10 kwa sababu nimemkuta watu ambao walikuwa nao na wahudumia sio wengi. Walikuwa wachache. Mimi majina yangu naitwa Tupilike Elia Kabejela, katibu wa UWT Babati vijijini. Mwitikio wanawake waliojitokeza kuanzia siku ya leo tumefikisha wanawake 14. Na kwa mwitikio huu tuna matumaini makubwa kwamba kula za mama zitakuwa za kutisha. Kwa unaona tofauti iko wapi ya awamu iliyopita na awamu hii? Awamu iliyopita pia kulikuwa na mwitikio mkubwa sana, ila leo imetia fola kwa siku ya kwanza watu 14. Nadhani mpaka jioni idadi itazidi kuongezeka. Zoezi ina muda siku, tunaanza leo tarehe 28 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Kwa sasa unawaambia nini sasa wanawake ambao wanatamani kuja kuchukua fomu? Ningeendelea kuwashawishi kwamba waendelee kuja, muda bado upo. Fomu taendelea kutoa toka saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Wakaribie sana. Sifa ni zipi kwa wanawake ambao wako tayari kuja kujaza? Sifa ya kwanza awe mwanamke mwenye umri kuanzia miaka 20, lakini pia awe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi pamoja na UWT. Lakini sifa ya pili awe mtu aliyejitosheleza, asiwe na tamaa, lakini pia awe na akili timamu, awe Mtanzania.